wote, kwa jina naitwa Betha Nyigo, afisa lishe mkoa wa Njombe. Leo kama mkoa tumeweza kukutana na halmashauri zetu zote 6 kwa ajili ya kikao cha tathmini ya mkataba wa lishe kwa mwaka wa fedha 24/25. Lakini vile katika kikao hiki tumeweza kupata taarifa ya utekelezaji wa programu jumuishi ya taifa ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto. Sambamba na hilo, mkoa wa Njombe tupo katika utekelezaji wa mpango harakishi na jumuishi wa kupunguza udumavu kwa watoto wenye umri chini ya miaka 5. Kupitia mpango huu kama mkoa, mwaka huu kuanzia Januari hadi Disemba tupo kwenye utekelezaji wa mradi wa lishe ya mwanao. Kwa vile kikao hiki kimeweza kupokea taarifa ya utekelezaji wa afua mbalimbali za lishe zinazofanyika katika jamii ili kuongeza kasi ya kupunguza udumavu katika mkoa wetu. Kulingana na utafiti uliofanyika mwaka 2024, kiwango cha udumavu katika mkoa wastani ni 40%. Lakini kutokana na jitihada mbalimbali ambazo zimeendelea katika maeneo yetu katika jamii kwa kushirikiana na wadau, mwaka huu mwezi wa 6 tuliweza kufanya upimaji wa hali ya lishe kwa watoto wenye umri chini ya miaka 5 katika vijiji 77 ambavyo ni vijiji vyetu vya kipaumbele katika utekelezaji wa mradi wa lishe ya mwanao. Katika vijiji hivyo tuliweza kuwapima jumla ya watoto 13,253 na wastani wa kiwango cha udumavu tuliweza kupata kama 29.9 sawa na 30%. Lakini kwa upande wa uzito pungufu tulipata 4% na ukondefu 1.8. Kwa matokeo haya tunapata picha kwa juhudi ambazo zinaendelea, mabadiliko yapo, japokuwa hizi ni taarifa za vijiji 77 tu kwa wastani wa mkoa. Kwenye eneo la lishe, changamoto kubwa ambayo imeonekana kwenye vituo vya kulelea watoto wadogo mchana ni swala zima la ulishaji watoto wadogo katika hivyo vituo vya kulelea watoto wadogo mchana. Tunaona vituo vyetu vingi bado havijaweza kukidhi mahitaji ya kilishe kwa mtoto kulingana na miongozo ambavyo inatutaka. Lakini vile bado kuna changamoto ya hao walezi au wahudumu wa watoto katika hivyo hawajapata elimu mahususi kwa ajili ya kuwalea hao watoto au kuwezesha malezi, makuzi na maendeleo ya mtoto yanaenda vile inavyo. Mwaigwisha ni afisa ustawi kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa wa Njombe. Leo tuko na kikao cha tathmini ya programu jumuishi ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto, pia tathmini ya lishe. Kama mnavyojua ndugu waandishi wa habari kwamba mkoa wetu na changamoto ya udumavu, lakini pia una changamoto ya malezi yenye mwitikio, una changamoto ya masuala mazima ya ujifunzaji awali kwa watoto wetu. Kwa hiyo na kwa tafiti tuliyofanya, sio tafiti, ni tathmini ya masuala mazima ya pamoja na vituo vya kulelea watoto mchana, tuliweza kupitia katika vituo, mkoa wa Njombe na vituo 273, lakini tuliweza kupitia katika vituo 158. Changamoto kubwa ni kwamba vituo hivi vya kwetu haviendeshwi kwa jinsi ya mwongozo unavyotakiwa, kutokana kwamba vinakosa kwanza ile lishe nzuri kuanzia mtoto anapofika kituoni, kuanzia asubuhi mpaka jioni, mpaka mzazi anapokuja kumchukua. Lakini vituo vingi watoto hawana muda wa kupumzika. Lakini tunajua kwamba mwongozo wa daycare unasema kwamba mtoto anapoenda pale anaenda kujifunza, anaenda kucheza, anaenda kuimba, ili tuna focus kubwa katika ukuaji wa wa ubongo wake. Kwa hiyo vituo vingi vya mkoa wa Njombe vingi havina michezo ya kujifunza ambayo ina stimulate akili ya mtoto au ubongo wa mtoto katika ukuaji wake. Hivyo tunashukuru kwanza CRS katika kusupport katika eneo hili la daycare, ambapo wameanza na kituo chetu cha mjini hapo sokoni, ambapo kuna vifaa vingi vya mchezo, lakini pia tutaendelea kuwaelekeza kina mama na walezi jinsi ya kutengeneza vitu vya kuchezea vya watoto. Lakini pia kuna swala zima la kuongea na mtoto tangu akiwa tumboni. Kwa hiyo tunaendelea kutoa elimu kwa kina mama na walezi kwamba mimba inapoingia, mtoto anapoanza kufanya mawasiliano na wewe mama na wewe mzazi,
basi anza kuzungumza naye, anza kuongea naye. Na mtoto anapoanza kuzaliwa, anapoanza kukua, ongea naye. Ukiongea naye utaanza kujua ishara mbalimbali kwamba mtoto wangu ana njaa, mtoto wangu anaumwa, mtoto wangu ana. Kwa hiyo mradi pia uko umefocus katika eneo hilo, katika kuwawezesha kina mama kupata elimu, lakini pia na kuboresha na vituo vyetu vya mkoa wa Njombe ili viweze kutoa malezi, makuzi na maendeleo ya awali yaliyo bora na kuweza kumfanya mtoto wa Njombe afikie ukuaji utimilifu kwa maisha baadaye na uchumi wetu wa Njombe. Kama of course kwenye mradi wana support sana katika utengenezaji wa vifaa, kama wale wahudumu na walezi waweze kutengeneza vifaa, lakini kuwapa elimu ya malezi na makuzi ya maendeleo ya awali ya mtoto. Kama ukiangalia pale kwenye tathmini, tumeona kwamba walezi wengi hawana elimu ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto, lakini hawana elimu ya ulishaji wa watoto wachanga na watoto wadogo. Kwa hiyo mradi utafocus katika hapo kwamba kuweza kuwasaidia walezi na wahudumu katika vituo waweze kupata elimu ya lishe na ulishaji wa watoto, lakini waweze kupata elimu ya vifaa vya uchangamshi. Hela nafanya kazi na Consonant, lakini Consonant nafanya kazi na CRS, Catholic Relief Service, katika mradi huu wa Lishe ya Mwanao. Lishe ya Mwanao ni mradi wa kupunguza udumavu ambao uko mkoani Njombe na ambao unatekelezwa katika halmashauri zote 6 za mkoa wa Njombe. Na katika mradi wetu, afua mojawapo ambao tumefanya ni kufundisha maafisa ugani wa kata 61 pamoja na wakulima viongozi 61, na baada ya maafisa ugani kupata mafunzo tuliweza kugawa mifugo, kwa sababu changamoto ambayo inaonekana katika udumavu ni kwamba kaya nyingi ambazo ziko mkoani Njombe hazipati chakula chenye asili ya wanyama. Kwa hiyo tukaona mradi kama mradi ukaona njia pekee ni kuhamasisha ufugaji wa wanyama wadogo wadogo ili kuweza kuwapatia kaya zile ambazo zina changamoto za kilishe kupata wanyama wadogo wadogo. Kwa Njombe tumeweza kugawa sungura 770, tumeweza kugawa simbilisi 308, lakini pia tumeweza kugawa kuku 100. Kuku tumegawa kwa halmashauri 2 tu, Njombe mji pamoja na Njombe vijijini. Na mradi wetu lengo lake, baada ya kugawa hii mifugo, tunaamini kwamba kwa nini tulichagua mifugo hii kama sungura, simbilisi na kuku? Ni kwa sababu tumeona wanyama hawa ni rahisi kuzaliana, lakini pia magonjwa sio makubwa sana kulinganisha labda na mbuzi au ng'ombe. Lakini pia kwa budget, ukiangalia kununua ng'ombe mmoja na sisi tunataka kufikia kaya nyingi zaidi. Kwa hiyo tukaona ni vema kununua na kugawa mifugo hii. Ninyi mnapata wapi mifugo hii? Mifugo hii tumeweza kuinunua hapa Njombe kwenye kampuni ambayo inaitwa Sungura Njombe. Yaani fedha mnapata wapi? Okay. Fedha za mradi tumepata, mradi wetu unafadhiliwa na shirika la Norway, lakini hela zinapitia UNICEF, na fedha hizi ndio zimetuwezesha sisi kufanya shughuli zote kama nimesema katika manunuzi pamoja na ugawaji wa mifugo hii midogo midogo. Mmefanikiwa vipi kukabiliana na changamoto ya udumavu na swala la lishe? Kwa sasa, kwa sababu mradi wetu ni mradi umeanza, umeanza kama mwezi wa kwanza, na mifugo hii tumeanza kugawa mwezi wa 6 na leo ni mwezi wa 9. Kwa naweza kusema kwamba lengo ni kwamba mifugo hii ikishazaliwa, kwa baada ya kuwapa hawa wakulima viongozi wataweza kuzalisha hii mifugo pamoja na kuanza kugawa kwenye zile kaya ambazo zina changamoto za kilishe. Kwa mfano, naweza nikakupa mfano. Kuna kijiji ambacho kina uzalishaji wa sungura ambao tumeweza kugawa, kwa mfano Imalinyi. Tumeweza kugawa sungura 10, simbilisi 4, lakini kwa sasa hivi tukienda kwenye kile kijiji tunaona kwamba tumeweza kupata watoto 29 ndani tu ya miezi 2. Jambo ambalo limeweza kutustajabisha, na tunaamini kwamba kwa kutumia njia hiyo, kwa modo ambayo inaitwa pay it forward mode, wewe utakavyokuwa umepewa unatakiwa umpatie na mwenzako ili kuweza kusambaza wanyama katika vijiji vya Njombe, ili kuweza kuimarisha upatikanaji wa nyama katika vyakula. Naitwa Geoffrey Johnson Lungwega, mkazi wa halmashauri mji Makambako, mkoa wa Njombe. Ni mmiliki wa vituo vya kulelea watoto wadogo mchana vinavyoitwa Mwambula Star Daycare, halmashauri mji Makambako. Tangu tulivyopata mwaka jana 2024 na mpaka sasa tumevuka hatua ya kuhakikisha udumavu unatokomea.
tumeshashiriki kwa kiasi cha 60%. Tunahamasisha wazazi kuchangia kiasi kidogo cha fedha, lakini pia kuchangia nafaka kwa maana ya chakula cha watoto, lakini pia tunahamasisha kwa ajili ya matunda kwa ajili ya watoto wakiwa kwenye vituo vyetu. Changamoto kubwa sana wakati inafika hii, wazazi wengi walikuwa hawaelewi na wenye daycare wengi walikuwa hawaelewi. Lakini pia mkoa wa Njombe tumechelewa sana, ndio maana wanaitwa udumavu. Tumechelewa sana kupata elimu ya kurutubisha watoto wetu. Lakini changamoto ambayo ipo mpaka sasa ni wazazi kutokuelewa kwa haraka juu ya michango. Daycare, mtu anakuwa na daycare ameanzisha, lakini hana uwezo pia wa kuendeleza hiyo daycare. Inategemea na michango ya wazazi. Kwa hiyo changamoto kubwa ni ya wazazi kuridhia mchango ule ambao daycare inataka. Tangu tulivyoanza kupata hiyo taarifa ya kuchangamsha watoto, matokeo ni mazuri. Watoto saizi wanachangamka, afya ziko vizuri. Hata ukija kwenye daycare yangu watoto wapo strong.